بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mshukuru Allah kwa neema zake mbalimbali. Kubwa kabisa kwa wakati huu tuliokuwa nao ni neema ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Allah kutuwezesha kuwa tunaweza kufunga. Tuko hai na tuko na afya na tunafunga. Hii ni neema kubwa sana, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika muda huu mchache ambao tuko nao, nataka tukumbushane tu mambo ya kawaida ambao ni yale ya siku zote. Hakuna jambo jipya katika Uislamu. Leo hakuna mtu anayeweza kuja na jambo jipya kwa Waislamu wenzake, isipokuwa tu ni kutekeleza maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Waislamu wakikaa wakutane wakumbushane. Sisi tunatekeleza maagizo ya kukumbushana na wala sio kuambiana mambo mapya. Kwa wakati huu napenda tukumbushane jambo tulilokuwa nalo sasa hivi na yale yaliyomo ndani yake na yale tunayotarajiwa kuyapata ndani yake, ambalo ni hili jambo la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Uzao katika imani, hizi aya zina ujumbe mzito sana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuja kwetu sisi Waislamu. Allah anazungumza na waja wake kwa lugha ya kuwabembeleza, kwa lugha ya kuwatamanisha, kwa lugha ya kuwavuta kwake, ambapo ukiangalia kwa utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa na wajibu wa kuzungumza lugha hii, lakini kwa rehema zake kwetu, yake anatumia lugha hii ya kutubembeleza. Allah subhanahu wa ta'ala anawahimiza waja wake wakimbilie msamaha wake. Yaani yeye ndio tunamkosea, halafu yeye ndiye anatuambia fanyeni haraka mje kwenye msamaha wake. Yaani mtu unamkosea, halafu yeye anakuhimiza uende ukamwombe msamaha. Huu ni ukarimu ambao hauna mfano wake. Sasa Allah anatuambia fanyeni haraka, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni msamaha wa Mola wenu, wa janna, pia kimbilieni pepo ya Mola wenu, ardhuha as-samawati wal ardh, pepo hii upana wake ni sawa na mbingu na ardhi. Lakini pepo hii sio ya kila mtu. Uiddat lilmuttaqin,
muttaqin, pepo hii imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Haya maneno ukiyatafakari unaweza kupata vitu vingi sana huko, lakini kwa uchache tu itutoshe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuita twende tukapokee msamaha wake kwa sisi kukiri yale tuliyoyafanya na kuonyesha kwamba tunatamani tupate msamaha wake. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza tufanye yale ambayo yanatupelekea kuipata pepo yake, pepo ambayo Allah mwenyewe anaisifu upana wake ni sawa na upana wa mbingu na ardhi. Isipokuwa mwisho hapa anatoa tambihi kwamba hii pepo sio ya kila mtu. Pepo hii imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Sasa kama wewe mwenyewe unajitoa kwenye swala la ucha Mungu, unawapa wenzako, maana yake wewe mwenyewe unajitoa katika swala la pepo. Imekuwa ni kawaida Waislamu kila mmoja kusukuma ucha Mungu kwa mwenzake na kujiona yeye sio mcha Mungu. Ikiwa hili litafanyika kwa sababu tu ya unyenyekevu na kutotaka kujisifia, hivyo inatakiwa kwamba unapambana kuwa mcha Mungu, lakini haujigambi kwamba wewe ni mcha Mungu. Hii haina shida. Lakini ile kujitoa kabisa kwa maana cha Mungu na wenyewe bwana sio sisi, maana yake unajiondolea hata hiyo sifa ya kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishakiri kwamba wewe si mcha Mungu, basi ndio unajiondolea hata sifa ya kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hata kama hutojidhihirisha mbele za watu kwamba wewe ni mcha Mungu, lakini jiweke kwamba wewe katika malengo yako, katika maisha yako ni kupambana ili uwe mcha Mungu. Na ifikie wakati hasa ukikaa ujidhani kwamba mimi inawezekana tayari alhamdulillah sasa hivi nimeingia, bila kumwambia mtu. Si lazima ujigambe kwa watu, kwa sababu kitu unachokitafuta wewe unatafuta pepo, na pepo haipatikani ila kwa wacha Mungu. Sasa lazima uwe mcha Mungu. Ucha Mungu Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza sifa zake, sifa za kawaida sana, na Allah amefanya hivi kutusaidia, kwa sababu sisi kama kawaida yetu, hasa katika swala la uchamungu, tunaangalia kuna sifa zilizotengenezwa na watu. Sisi wenyewe tunatengeneza sifa za wacha Mungu. Tusikia mtu fulani bwana anakuwa akitaka kwenda Tanga, anajifungia tu chumbani kwake. Ana maneno tu anasema ghafla kwenda chumbani hayuko. Yuko wapi? Yuko Tanga. Au cha Mungu bwana. Kwa maana yake sisi wote hapa hatuwezi kuwa wacha Mungu. Nani anaweza kujifungia chumbani kwake alafu akajikuta yuko Tanga, yuko Dar es Salaam? Hizi ni sifa ambazo watu wanazitengeneza, hazipo kwenye uchamungu. Watu wengine wachawi kusema wachawi. Sasa msikilize Allah subhanahu wa ta'ala asema wacha Mungu ni kina nani? Sasa baada ya kumaliza tuliposema uiddat lilmuttaqin, pepo hii imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu, akaanza kutaja sifa za wacha Mungu. Allah anasema alladhina yunfiquna fis sarai wa dharra. Wacha Mungu ni wale watu ambao hutoa sehemu ya mali zao katika hali zao zote, hali za shida na hali za raha. Hii sifa ya kwanza. Mcha Mungu ni yule ambaye anatoa pesa zake au sehemu ya pesa zake kwa ajili ya kutafuta radhi za Mola wake katika mazingira yake yote aliyokuwa nayo. Mambo yake yakiwa mazuri anatoa, mambo yake yakiwa magumu anatoa. Haachi kutoa kwa sababu mambo yamekuwa magumu, isipokuwa tu utoaji ndio utabadilika. Na hii ndio hali ya kawaida. Kama jana alikuwa na uwezo wa kutoa 10,000, leo ana uwezo wa kutoa 1,000, anatoa 1,000. Kesho ana uwezo wa kutoa 500,
haachi kutoa, labda awe hana kabisa. Ndio maana yunfikuna alladhina yunfikuna fi sarra'i wa dharra'i, mambo yakiwa masafi anatoa kulingana na uzuri wa mambo, na mambo yakiwa magumu anatoa, lakini kutokana na ugumu huo. Si mtu hawezi kujilazimisha kutoa 100,000 wakati hiyo 100,000 ndio iliyobaki nyumbani kwake, kuna matumizi ya watoto wake, kuna nini. Hii itakuwa sio kutoa tena. Ndio kuna aya nyingine inatufundisha namna ya kutoa, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuq, mkono wako usimfanye umefungwa kwenye shingo. Wanasema mkono wa birika. Mkono umefungwa kwenye shingo ni kinaya, ni fungo la kwamba wewe ni bakhili. Mwenyezi Mungu anakataza bakhili. Lakini hapo anasema wala tabsutha kullal bast, usikunjue wote ukawa sasa watoa mpaka watoto wako wanakosa chakula nyumbani. Bana, pia unatakiwa uwe kati na kati. Kwa hiyo ukitoa lazima upige hesabu. Ndivyo tunavyotakiwa na Uislamu. Piga hesabu kwanza kabla hujatoa, alafu ndio hapo mimi naweza kutoa nini. Ndio hiyo fikuna fi sarrati wa dharrati, wanatoa katika hali ya shida na katika hali ya raha. Mu'min yoyote ambaye anataka kuwa mcha Mungu lazima awe na sifa ya kutoa. Sifa ya kutoa katika Uislamu sio sifa ya matajiri. Sifa ya kutoa katika Uislamu ni sifa ya Waislamu. Sasa tunazidiana kwenye kutoa kwa sababu ambaye ni tajiri anatoa kulingana na utajiri wake, ambaye ni maskini anatoa kulingana na umaskini wake, lakini sote tunatoa. Ndivyo Waislamu wanavyotakiwa kuwa. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna maswahaba wa Mtume walikuwa matajiri sana, na kulikuwa na maswahaba wa Mtume walikuwa maskini sana, umaskini ambao leo hii hauwezi kupatikana. Hivi kuna umaskini zaidi ya mtu kuwa yeye na mke wake wana nguo moja, akitoka mmoja anabaki ndani? Kuna umaskini sasa hivi wana nini? Kuna sahaba mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kumshtakia Mtume hali ngumu ya maisha. Mtume akamwambia, nyumbani kwako kuna mali gani? Yule mtu akamwambia Mtume, mimi sina chochote. Mimi nyumbani nina nguo na yule mke wangu sasa yuko ndani. Akitaka kutoka mimi nirudi, avae yeye ndio atoke. Akamuuliza Mtume, huna hata chombo ndani? Akamwambia, chombo nyumbani kwangu ni kimoja tu. Ndio hicho tunalia chakula hicho tunachukulia huo hicho. Mtume akamwambia, nenda kakilete. Sasa mtu anatoa maskini kabisa kabisa. Akaenda kukileta kile. Alipokifikisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akakiuza kile chombo. Akawaambia masahaba, nani atanunua hiki chombo? Sahaba anashangaa, sasa chombo kinauzwa, ndio cha huyu hicho ndio cha chakula, alafu mimi itakuwaje? Akajitokeza sahaba mmoja anataka kukinunua kwa dirham au dinar moja. Mtume akasema hapana, nani ambaye atakinunua kwa zaidi? Akajitokeza mwingine akatoa 2 hizo dirham 2. Mtume akachukua zile 2 zile, moja akampa yule sahaba, akamwambia hii moja kanunue chakula cha kwako na watoto wako mwenyewe, hii moja nenda kanunue shoka ulete. Yule bwana akaenda akanunua chakula, akaenda akanunua na shoka, akamletea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamtuma nenda kalete mti, akaenda akaleta mti. Mtume akaishika ile shoka yeye mwenyewe akaitumbukiza kwenye ule mti, akamwambia nenda porini, nenda kakate kuni, baada ya wiki njoo. Yaani kata kuni uuze, baada ya wiki njoo. Yule bwana akachukua ile shoka, akaenda akakata kuni huko kwa baraka za mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
kila akikata anauza, kila akikata watu wamefika huko. Baada ya wiki anarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume, mambo mazuri. Mambo mazuri vipi? Mwambie mambo mazuri bwana, sasa hivi nyumbani kwangu nguo tunazo, vyombo pia vimeongezeka, na chakula kipo, na sadaka natoa. Kwa sababu alivyoambiwa ile mara kwanza nenda porini, akamwambia nenda porini, kakate kuni, upate pesa, ujiposhe wewe mwenyewe na utoe sadaka. Huyu maskini, lakini Mtume anamwambia atoe sadaka, kwa sababu sifa ya kutoa sadaka ni sifa ya Waislamu. Lakini wale ambao Allah amewafungulia milango ya riziki kubwa, wanatuzidi kwa kutoa kikubwa. Lakini sio kwamba wanatuzidi kwa kutoa, wanatuzidi kwa kutoa kikubwa. Kwa hiyo sote tunatakiwa tutoe, sote tuwe nayo sifa ya kutoa. Sahaba mwingine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume aliitisha mchango kwa ajili ya maandalizi ya watu kwenda vitani. Vita vilikuwa vigumu, vilikuwa wakati mgumu sana, wakati wa jua kali. Kipindi hiki ndio matajiri wale wa Kiislamu, maswahaba walifanya maajabu. Kina Uthman bin Affan walitoa mali nyingi sana. Sahaba mmoja hana kitu, akaondoka pale msikitini kimya kimya, kaenda kuhangaika huko kwenda kutafuta vibarua. Akaenda akapata kibarua cha kufanya. Alipomaliza kibarua chake, ujira aliopewa ni kibaba kimoja cha tende. Kibaba kile sahaba alikigawanya mara mbili. Nusu kibaba akapeleka nyumbani kama chakula chake na watoto wake, nusu ya kibaba hicho akakileta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani sahaba alifanya? Kwa sababu yeye ni Muislamu, anatakiwa kutoa. Sio sisi Waislamu wa sasa hivi kila kitu tunawasubizia watu, maana hao watu watoe kwa nafasi yao na sisi tutoe kwa nafasi zetu. Huyu sahaba alikuwa na uwezo wa kusema kina Uthman tayari washamaliza kazi, lakini hakukubali hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni Muislamu, yeye ana wajibu wa kupigania hii dini, na yeye akaamua kwenda kufanya kibarua, akaleta na nusu kibaba. Wanafiki wakaanza kumcheka, zikashuka aya ambazo zilitoa taarifa kwamba wale waliomcheka wale mtu wote amali zao zote zimebatilika, hawana kitu tena, sababu wanawakebehi na kuwafanyia istihza watu wanaotoa sadaka eti kwa sababu wametoa kidogo. Moja katika makosa makubwa sana Waislamu tunayoyafanya ni mtu kuwa mfukoni kwake ana shilingi 500, watu wanatoa sadaka, anaona haya kutoa shilingi 500. Hili ni kosa kubwa sana. Wewe sadaka hii humpi mtu, sadaka hii unampa Mola wako. Kwa Mola wako hakuna kitu kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a, katika wema usidharau chochote kile. Huwezi kujua ni kitu gani kitaingia mikononi kwa Allah kikiwa kimekubaliwa. Unaweza ukafanya kitu kikubwa sana, kumbe Allah hakukubali, ukaja ukafanya kidogo sana, ukajikuta umeokoka na hicho kidogo ulichokifanya. Wewe usidharau katika wema kitu chochote. Sasa Muislamu yoyote anayetaka kuwa na sifa ya uchamungu lazima awe na sifa ya kutoa. Toa kile ulicho nacho. Katika kutoa usimwangalie mtu, na hata kama watu watakukebehi, acha wakukebehi, watapambana wao na Mola wao, sio wewe. Wewe toa. Ndugu zangu, maelezo ambayo yamepokelewa katika
mafundisho ya dini yetu kuhusu swala la kutoa ni mengi sana. Tukisema tuguse hapa, maana itaishia hapa kwenye kutoa. Lakini tu Muislamu ajue kwamba kama sifa ya kutoa hazimo katika maisha yako wewe Muislamu, bado huwezi kuipata sifa ya kutoa. Na hapa naomba kuwapa tambihi wale wenzangu, mashehe wenzangu, maustadhi wenzangu. Moja katika sifa ambazo tunaonekana sisi tunazo, sisi ni kuhimiza tu watu kutoa, lakini sisi hatutoi. Hili jambo lazima tulirekebishe. Sifa ya kutoa ni sifa ya Waislamu, sifa ya wacha Mungu. Hata maustadi nao pia wanataka kuwa wacha Mungu, na si kila ustadi tayari ashakuwa wacha Mungu, na yeye ana mapambano ya kuingia katika wacha Mungu. Kwa hiyo moja katika sifa zinazomchukua kumsaidia kwenye mapambano haya ni kutoa, na sisi tutoe.